Kwa jina naitwa Musa Rupenza, ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linaitwa One Voice Organization. Makao makuu yetu yako Njombe. Sisi kama shirika tunaungana na juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, lakini pia tunaunga mkono kampeni zote za kitaifa, kwa sababu shirika letu sisi linajipambanua kabisa kwamba tunadili na mambo ya utunzaji wa mazingira, hasa kwenye maeneo ya ufugaji wa samaki lakini na ufugaji wa nyuki. Kwa nini tunafuga samaki na kwa nini tunafuga nyuki? Sisi kama shirika, ufugaji wa nyuki moja kwa moja unalinda mazingira. Kwanza, unapofuga nyuki kwenye misitu unazuia uharibifu wa mazingira, lakini pia kwenye ufugaji wa samaki ni kwamba tunafanya water protection na kufanya water collection. Ina maana sasa kama unachimba mabwawa unahifadhi maji, lakini ndani ya eneo ambalo tunachimba mabwawa tunapanda miti ya asili kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira. Lakini sisi kama shirika tunahamasisha vijana, wanawake na vikundi mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafanya miradi yenye kutunza mazingira kama upandaji miti, kama nilivyosema awali, ufugaji wa nyuki pamoja na ufugaji wa samaki. Lakini wito kwa serikali na wadau tuhakikishe kwamba tunatunza mazingira ipasavyo, kwa sababu ripoti zinaonyesha ya kwamba uharibifu wa mazingira ni mkubwa sana. Ukataji wa miti ni mkubwa, kasi ya ukataji wa miti ni mkubwa kuliko kasi ya upandaji wa miti. Na pia wadau wengine, hasa vijana au serikali, ihakikishe kwamba inawekeza kwa vijana kufanya ile miradi ya utunzaji wa mazingira. Na hasa ukizingatia sana ukuaji wa teknolojia umekuwa ni mkubwa sana, matumizi ya mashine umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hivyo swala la kufanya bush clearance au ukataji wa miti kwa kutumia mashine ni mkubwa sana kwa ajili ya kupata mazao ya mbao na kuni na matumizi mengine. Lakini hata katika matumizi ya mkaa tumeona kabisa matumizi ya mkaa yamekuwa ni makubwa sana kwa sababu ya matumizi makubwa ya mashine. Kwa hiyo serikali lazima ije na mechanism au na utaratibu mwingine au na njia, either kufacilitate mikopo, kuwapa mikopo vijana waweze kufanya ile miradi ya kutunza mazingira. Mfano, hii mikopo ya 10%, kungekuwa na vigezo kwamba unampaje kijana mikopo ya 10%, anaenda kununua chainsaw ambayo akiitumia kwenye kukata miti ana uwezo wa kuathiri mazingira. Kwa hiyo unapata chainsaw ya mkopo ya 10%, lakini unakwenda kuifanyia matumizi ya kuharibu mazingira. Kwa hiyo tunaiasa serikali wakati inatoa mikopo kwa vijana, kwa vikundi, lazima ielekeze na matumizi ya mikopo yenyewe. Wahakikishe kwamba ile mikopo inaenda au inalenga kwenye miradi ambayo inatunza mazingira. Dunia sasa imekuwa ina matatizo makubwa, hasa ongezeko kubwa sana la joto na ukuaji mkubwa wa teknolojia. Kwa hiyo sisi kama shirika bado tunajipambanua, tunapambana sana kuhakikisha kwamba makundi ya vijana ndio nguvu kazi. Wao ndio wana uwezo wa kutumia mashine, teknolojia za mashine. Kwa hiyo lazima tuje na mechanism au na njia ya kudhibiti uharibifu wa mazingira. Asante sana. Naam, sisi kama wadau kama shirika tuna programu mbalimbali ambazo tunazifanya. Mfano, sasa hivi tunasaidia sana vikundi vya vijana na wanawake kugawa miti. Tunagawa miti na tunawafundisha namna ya kupanda miti kwenye vyanzo vya maji. Mfano, kuna miti aina ya mivengi kama shirika na tunaipata kutoka idara ya misitu, wanaigawa bure. Tunaenda, tunaomba, tunawapa wana vijiji na tunawapa kwa maelekezo kwamba sio tu lazima apande na kuiacha. Tunawashauri kwamba wakati unapanda mti hakikisha kwamba unausimamia ili uweze kuleta matokeo. Naam. Kwenye maadhimisho haya umeona teknolojia ambayo vijana wanatakiwa wajifunze, na nyie mmewaongezea nini kama One Voice kuja Njombe maadhimisho haya? Naam, kwa sisi tunafurahi sana na tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kuleta vitu kama hivi. Sisi imetuongezea chachu kubwa sana. Kwa sababu gani? Matumizi ya teknolojia pia yanarahisisha utendaji kazi. Utendaji kazi wa kusimplify au kurahisisha majukumu ya kazi. Sasa sisi kama One Voice tumeshachukua kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunawachukua vijana na wanawake, tunawafundisha kwa ajili ya kutumia hizo njia mbadala za kutunza mazingira. Mimi ni Augustino Richard Mlelwa, afisa miradi wa One Voice Organization. Sisi kama shirika, eneo hili la misitu hakika ni eneo muhimu sana kwetu.
hasa tukigusa eneo la vijana ambalo ndio wachapakazi, ndio vijana ambao taifa pia linawategemea. Tumelitumia kama fursa. Unapokuwa na misitu ya kutosha, tafsiri yake ni kwamba uoto unakuwa pia unazalishwa pia, kwa sababu kuna ile miti ya asili, lakini kuna miti ya kupandwa, sio? Tunazungumzia mivenge hapa, tunazungumzia midobole na aina mingine ya miti ambayo kiasili ina wastani mkubwa au ina uwezo mkubwa wa kutunza maji. Sisi One Voice tunayo miradi ya samaki inayotegemea maji, na miongoni mwa maeneo ambayo pia tumetengeneza miradi hiyo ama tumetekeleza uwepo wa miradi hiyo ni hapa Njombe mjini, na ni katika maeneo ambayo tayari kuna miti imepandwa kwenye eneo jingine. Sisi tukapata eneo ambalo kuna maji tiririka, tengeneza mabwawa makubwa, tumefuga samaki, na samaki hizi zinakwenda kuwanufaisha wana Njombe, hasa kwenye eneo moja la kutokomeza ama kupambana dhidi ya udumavu, ambapo kimsingi project hii tunaenda nayo, na kimsingi tumeshaendelea na utaratibu huo kutoa elimu, na tumeungana pia na serikali ya kata ya Njombe mjini, kwa maana ya ofisi ya mtendaji wa kata, kwa ajili ya kutoa elimu hiyo. Na tumekuwa pia tukitoa misaada ya namna gani kwanza watu wanapata elimu ya kufuga samaki. Hiyo haiwezi kufanyika kama hakuna misitu, kwa sababu lazima kuwe na misitu ili mvua ya kutosha, lakini lazima pia kuwe na misitu ili vyanzo vya maji viwe vina uwezo wa kutoa maji mengi. Kwa hiyo eneo mmoja wapo ambalo kimsingi sisi limetufariji, na hakika serikali imetambua sana umuhimu wa misitu kwa upande wetu sisi, ni kwenye eneo hilo la kuhakikisha